mpaka imefikia hatua baadhi ya viongozi wamekuwa wakidili na wachezaji moja kwa moja. Wakidili na wachezaji moja kwa moja. Kwa namna gani? Kwa maana kwamba kuna baadhi ya wachezaji wanasimamiwa na baadhi ya viongozi. Yaani hilo watu walielewe. Unajua mimi nikiwaambia kila siku Simba na Yanga ni klabu ambazo haziendeshwi kwa faida. Na ni klabu ambazo wao kama wao hawana huo uchumi wa kujiendesha. Wale mabwenyenyi ambao wanavisimamia hivi vilabu ndio wanatoa fedha zao mfukoni kwenda kuchukua hao wachezaji kwa ajili ya kufanya nini? Ya kuichezea Simba. Sasa kuna baadhi ya wachezaji ambao waliletwa na mabwenyenyi fulani ambao kiwalisha siwezi kuwataja, ni tetesi. Walivyowaleta wale mabwenyenyi inasemekana ya kwamba sasa hivi wana perform chini ya kiwango kwa sababu wameambiwa wafanye vile kwa ajili ya kutaka uongozi huu uliokuwepo madarakani kuwajibika, kuondoka, uonekane haufai. Watetezi zilizopo. Na ndio maana kuna baadhi ya wachezaji tangia msimu umeanza hapa katikati hawaonekani kucheza vizuri, wanafanya vibaya, hawapo katika kiwango kizuri. Umeona? Wapo tayari kupigisha shoti ili mradi timu ipate matokeo mabaya, ndio kwa tetezi zilizopo. Kitu ambacho mimi nimejaribu kufanya pia utafiti wangu, nikagundua kwamba inawezekana ikawa ni kweli, lakini pia inawezekana ikawa sio kweli. Kwa sababu mimi nikiangalia ni wachezaji wachache sana ambao hawajapita kwenye mikono ya bosi tajiri. Wachezaji wachache sana. Na hao wachache ambao hawajapita kwenye mikono ya tajiri ukiangalia kwa kiasi kikubwa sana, hata wao pia wamekuwa wakitoa mchango mkubwa kwenye kuperform. Sio unaelewa vizuri. Kwa hiyo dhumuni ambalo watu wengi wanalizungumzia kuhusiana na wachezaji kupigisha shoti timu iweze kupata matokeo mabaya, mimi kwa utafiti wangu nilivyofanyia nimejaribu kuzungumza na baadhi ya mawakala ambao wanawasimamia wachezaji. Wameniambia hakuna kitu cha namna hiyo. Of course hakuna kitu cha namna hiyo. Ni upepo tu mbaya ambao umepita Simba, lakini kilichopo ni wao kwa wenyewe, wao kwa wao wanagombana. Na sababu nyingine ambayo ilifanya mpaka waendelee kugombana hata issue ya Anthony Mligo kama unakumbuka. Kwa sababu haya masakata yalianza muda mrefu. Kama unakumbuka issue ya Anthony Mligo na yule Miraji, yule ambaye timkia Dodoma Jiji, yule bwana mdogo kuhusiana na fullback. Simba baadhi ya viongozi hawagombani tu na viongozi wenzao ndani kwenye management. Wanagombana mpaka na mawakala ambao wanaleta wale wachezaji. Kuna baadhi ya wachezaji wazuri wameshakuja Simba kwa sababu ya ugomvi kati ya baadhi ya viongozi na hao mawakala wanaenda timu nyingine. Sijui vizuri. Kwa kinachowatafuna Simba ni kutokuwa na umoja na watu kuwekeana vinyongo ndani ya nafsi na bado hawajayamaliza. Kwa hiyo vitafanyika vikao kadiri ya muda unavyozidi kwenda, lakini kama hawatobadilisha uongozi, kama hawatakubali mabadiliko na kukubali kwamba klabu haipaswi kuongozwa na watu wengi, yani inatakiwa watu wachache waweze kula hiyo keki, ni ngumu sana kuweza kufanya vizuri kwa Simba. Kwa jinsi ambavyo inavyoonekana ni keki ndogo, lakini kila mtu anaitaka kwa jinsi ambavyo ilivyo. Kwa hiyo hata kikao kilichofanyika jana bado watu wanaonekana kuitaka hiyo keki. Kwenye namna ambavyo Kabu umezungumza, nimekuja kupata kitu hapa. Shida inayotafuna Simba, wale viongozi ambao waliwahi kuitumikia Simba bado wanahitaji kurejea tena kuila keki ya Simba. Vibaya mno na kukumbusha wakiwa nje pia. Na baadhi ya wazee na wakiwa nje huwa wanaizungumzia Simba vibaya. Wakiwa ndani huwa ni wanafiki, wanaizungumzia Simba vizuri na wanakula na viongozi. Sijui vizuri. Hao ndio wanaenda kuifanya nini? Kuididimiza Simba Sports Club. Lakini kama itoshi, kikao cha jana kilikuwa ni kikao ambacho kinachomhusu pia mwenyekiti wa bodi ambaye ni Magori. Kwa taarifa nilizokuwa nazo mimi ni kwamba jana walipata muafaka pia wa kupata kocha mpya. Umeona, kocha mpya. Lakini pili, ukiacha tu migogoro ambayo inaendelea nje, kwa taarifa nilizokuwa nazo mimi wamesema kwamba watafumba masikio kutokusikiliza chochote ambacho kinachozungumziwa hivi sasa nje. Watadili na maamuzi wao ambao wanayofanya ndani tu. Wao binafsi. Na ndio maana wameplan kwanza
kumleta kocha kuanzia tarehe 15 mwezi huu. Kuanzia tarehe 15 tegemeeni ujio wa kocha mpya wa klabu ya nini? Ya Simba Sports Club. Kuanzia tarehe 15. Na tetesi zitakuwa nyingi. Lakini pili, tegemeeni viungo wawili washambuliaji, beki mmoja wa kati, full beki mmoja wa kulia na full beki mmoja wa kushoto. Hapa tunazungumzia dirisha dogo la usajili. Dirisha dogo la usajili. Lakini tegemeeni kwa tetesi nilizokuwa nazo. Mimi tetesi jamani. Tegemeeni wachezaji wa kizawa 4 inawezekana wakaondoka kwenye dirisha dogo hili la usajili. Lakini wachezaji 2 wa kimataifa wakaondoka pia kwenye dirisha hili dogo la usajili. Kabisa. Kwa hiyo tegemeeni karibia wachezaji 7 wa kikosi cha Simba Sports Club kukatwa. Kwa viwango ama kwa sababu gani? Kwa viwango, lakini wengine wameshindwa kuchallenge. Mfano, Duchu. Kwa tetesi nilizokuwa nazo mimi ni kwamba watu wanaamini Duchu hawezi kumchallenge Shomari Kapombe. Huyo wa kwanza. Lakini baada ya kufanya tena utafiti nimegundua Joshua Mutale hawaamini kama anaweza akawapa kitu bora zaidi. Mzamiru Yasini nimeambiwa alipigiwa simu muda mrefu. Sio tu umri, yani aliambiwa kwamba hauna chako tena Simba. Muda umeisha. Simula vizuri. Mchezaji mwingine ambaye nimeambiwa kwamba anaweza kaondoka na tetesi zilizopo Awesu. Lakini shida ni mkataba. Na wanamuomba aondoke kwa mkopo. Wanamuomba. Lakini shida ni mkataba. Huyo ni mchezaji ambaye pia kwa kiwango kikubwa inawezekana akafanya nini? Akaondoka. Mchezaji mwingine ambaye kwa kiasi kikubwa viongozi wengi nasikia wamepiga kelele ya kwamba aondoke ni Shamu Karabwa. Sijumla vizuri. Mchezaji mwingine ni Hussein Abeli. Golikipa. Unanielewa vizuri lakini Salome. Mchezaji mwingine ambaye nimeambiwa kwamba kuna uwezekano mkubwa asiendelee kubaki Simba Sports Club. Na inategemeana na ofa itakayokuja. Ni Jean Charles Ahoua. Naye pia. Ila ni ofa. Mchezaji mwingine ambaye nimeambiwa kuna uwezekano mkubwa Simba wakamrudisha. Sijumla vizuri. Acha kumrudisha yani achana na Luis Jose Miquissone kusajiliwa Simba. Hizo ni tetesi za kusajiliwa. Nakwambia tetesi za kuacha wachezaji. Mchezaji mwingine ambaye nimesikia anaweza akaondolewa Simba. Hata kama ofa ikija unaweza kaachana naye kabisa. Ni Steve Dese Mkwala, lakini inategemea na ofa, lakini pili inategemeana na Suleiman Mwalimu. Kama Wydad Casablanca watapanga kumwacha, Simba wanaweza kumchukua moja kwa moja. Au wakaachana naye mazima, wakaenda kutafuta mshambuliaji mwingine zaidi. Mchezaji mwingine inawezekana msimu ujao tusiwe naye ni Jonathan Soa. Ni kama Simba wanaenda kuanza upya kabisa. Kwa namna wachezaji ambao umewataja tumeshuhudia sajili za Simba kwa muda mrefu, wanakata wachezaji wengi, wanaanza tena kusuka kikosi upya. Umeanza kuwataja baadhi ya wachezaji ni wengi, ni kama Simba wanaenda kujitafuta tena. Kabisa. Na kiuhalisia hiyo inaonyesha jinsi gani ambavyo uongozi wa Simba haupo stable. Kuhakikisha kwamba unailinda brand ya Simba na Simba kufanya vizuri. Unajua ni kama vile wamechanganyikiwa sana hivi viongozi. Wamevurugika. Yaani wamevurugika wakati ilikuwa sio issue ya kuchanganyikiwa. Ukiniuliza mimi kama mtu wa mpira. Simba wanafanya vibaya kwenye klabu bingwa barani Afrika. Unawalaumu? Nikikwambia siwezi kuwalaumu. Kwa nini huwezi kuwalaumu? Kwa sababu Simba Sports Club kocha wake aliondoka ghafla. Fadu Davis. Yalikuwa sio matakwa ya uongozi. Wala wana Simba wenyewe walikuwa hawakubali kwamba aondoke, hawakutarajia aondoke vile. Si vizuri. Kwa hiyo
ilikuwa ni ngumu Simba Sports Club kwenda kumchukua labda kocha ambaye anafanya vizuri kwa wakati usika, kaenda tu akamng'oa tu sehemu akamleta. Sijui mla vizuri. Ilikuwa ni ngumu. Yes, walisema kwamba zimetumwa CV na wapo makocha kule wanatuma CV. Wapo mawakala pia wanapeleka CV sana kwa hizi klabu kubwa. Lakini bado huyo kocha angekuja, angefanya kama alichokifanya nani? Dimitar Pantev. Utofauti wake ni kwamba angeweza kufanikiwa. Inawezekana kama angefanikiwa bado angeendelea kuwepo Simba. Lakini Dimitar Pantev yeye hakufanikiwa, ndio maana amefanya nini? Ameondoshwa kwenye kosi ya Simba, wameamua kuondoa. Lakini ukiangalia uhalisia ni kwamba Simba hatukupaswa kuwalaumu kwa sababu tayari Simba waliingia kwenye matatizo ambayo hawakutarajia. Ilikuwa ni ghafla. Kwa hiyo ilibidi mwalimu Dimitar Pantev apate muda wa kutengeneza kikosi chake kuwa bora zaidi, kitu ambacho huo muda hakupata. Kwa hiyo wamejiingiza wao kwenye pressure. Kwa hiyo pressure inaendelea kuwatafuna mpaka kwenye kikao cha juzi nimesikia. Cha jana nimesikia kuna muda waliingia mpaka kwenye sintofahamu, yani kugombana, yani mpaka fikia tu mambo hayakuwa sawa kwa sababu ya maamuzi. Kwa tetesi nilizokuwa nazo mimi, maamuzi, kwa sababu maamuzi ni mazito. Kuna panga kubwa sana linapita kwenye klabu ya Simba. Na unaona hilo panga linavyoenda kupita Kabwe, linaenda kuwa na manufaa kwa Simba ama linaenda kuwavuruga zaidi, kwa sababu wanaenda kuanza moja. Simba ambayo imepoteza makombe misimu 4 mfululizo, wanajitafuta, mashabiki wanahitaji furaha, ndio maana wanapiga kelele kwa muda mrefu. Wanafanya vibaya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hiki ambacho wanaenda ukifanya kinaenda kuleta maamuzi hasi ama chanya kwenye kikosi cha Simba. Unajua Salome, sisi mpira wetu ni wa kubahatisha. Hata scouting wanaofanya Simba ni ya kubahatisha. Umeona Unaona hii kuacha wachezaji. Kwanza kuna vitu viwili ambavyo mimi nafikiria. Kwanza, inawezekana kuna baadhi ya viongozi wanapiga hela kupitia usajili. Yaani kwa maana kwamba wanaposajili karibia wachezaji 12. Ni kama vile wanabahatisha kwamba katika hao wachezaji 12 tunaweza tukaokota hata wachezaji 4 wakafanya vizuri. Si umeelewa vizuri? Lakini kulikuwa kuna haja ya kusajili wachezaji wote 12 wa kigeni. Kulikuwa kuna haja. Kwa hiyo wanachofanya ile ni kubahatisha. Kitu ambacho kubahatisha kwake kinakuja kinawagharimu kuacha wachezaji wengi sana na kuingiza wachezaji wengine wapya, ambapo sasa inawapelekea watu kufikiria kwamba wanaanzisha project mpya ambao kiuhalisia inaweza ikaenda ikawaathiri. Umeona? Na hiyo yote ni kwa sababu hawana mtu wa masuala ya kiufundi ambaye ana ubora wa kuwashauri, bwana, piteni hapa. Sio Simba peke yao, mpaka Yanga pia na wenyewe. Na ndio maana sajili nyingi ambazo wanasajili hapa Simba, Yanga, mpaka Azam pia wamekuwa wakifeli. Kwa hiyo wanachokifanya Simba ni mawili. Kwa mpira wetu wa Tanzania wanaweza kufanikiwa kwa sababu ligi yetu haina ushindani huu wa kutisha. Lakini kimataifa kama wasiposajili watu sahihi wanaweza wakafeli. Na mimi ni washauri, hakuna haja ya kusajili wachezaji 12 wa kimataifa. Wanaweza wakawapunguza wachezaji wengi wa kimataifa, lakini wakaingia sokoni wakaenda kusajili wachezaji wachache wa kimataifa wenye ubora mkubwa ambao wana uwezo wa kuwasaidia. Simba wakichukua viungo washambuliaji wawili wa maana ambao wanaweza kuwapa goals and assists. Yaani wenye uwezo hata juu ya Mpanzu. Unafikiri Simba itakuwa wapi? Itakuwa bora. Lakini Simba leo hii kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji wana Joshua Mutale, Budo. Ukiangalia Joshua Mutale kiwango chake ni cha level ya kati. Na ndio maana kaja mtu kama Elie Mpanzu kwa sababu ana kitu tofauti, kaonekana kuwa ni mchezaji muhimu kuliko wale wakuta ambao ni wako na Joshua Mutale. Lakini Kibu Denis ni mchezaji mzawa, anajitahidi na pambana kadhalika, lakini anahitaji competition kwenye namba yake. Mtafutieni kiungo ambaye anaweza akaja akamuuliza maswali magumu. Kwa nini Kibu Denis anacheza? Kwa sababu hakuna kiungo mshambuliaji mwingine ama winga ambaye amekuja akamuuliza maswali magumu. Kwa sababu kuna muda Kibu Denis anapitia ukame wa kufunga hapa katikati, lakini bado anaonekana kuwa ni mchezaji muhimu kwenye kikosi cha Simba. Hilo ni tatizo. Sijui unaelewa vizuri? Nakuelewa. Kwa hiyo mabadiliko ya kikosi cha Simba inawezekana yakawa chanya
ama yakawa hasi kulingana na kile ambacho watakachoenda kukinunua sokoni. Ila mimi naamini kuna baadhi ya wachezaji wanatakiwa waachwe kweli Simba kabisa, kwa sababu ya kuishi na matarajio ya mashabiki. Mashabiki wa Simba kama mwafuatilia, na tuseme na mashabiki hata wa Yanga kama mwafuatilia, wao wanaamini wamefika kwenye ukubwa ambao wanataka kushindana labda na Al Ahly na Esperance de Tunis, wanataka kushindana na Mamelodi Sundowns. Huwezi kushindana na hivyo vilabu vyote vikubwa kama uwekezaji wako ni mdogo. Huwezi kushindana na Mamelodi Sundowns na Esperance de Tunis ukiwa na Celestine Ekua, atoshi, ukiwa na Joshua Budo Mutale. Tokea ukweli, simula vizuri, huwezi. Yaani hao ni wachezaji ambao wanaweza wakakupa moments kadhaa, wakabahatisha. Ndio kama walifika finali, alafu unashangaa wanakaa karibia miaka mingine 10 hawafiki tena finali, au wana struggle hata kufika hata hiyo robo finali. Simula vizuri, huwezi kutoboa. Kwa hiyo mabadiliko ambao walozungumzia jana kwenye kikao, kukata baadhi ya wachezaji hao wote, yaje na mabadiliko pia ya kununua wachezaji bora na kwenye kila eneo. Sio mnanunua wachezaji kwa kubahatisha. Na kocha pia wampe muda, wasisikilize kelele za mashabiki, wanaishi kwenye hisia za mashabiki. Umeelewa vizuri? Walipaswa wakati kabla ya kumfukuza nafikiri Dimitri Pantev, walipaswa kukaa kikao kama cha jana. Na Dimitri Pantev walipaswa kukaa na watu wa ufundi, awaelezee shida ni ipi, kuna tatizo gani Simba, nini wakifanya ili kuweza kutoka kwenye huo mtego. Lakini sidhani kama hata walikaa kwenye kikao hicho cha ufundi. Ni maamuzi ambao wao kama wao walitoka nayo tu kufunuo wao wakalipua tu, aondoke, futa kazi huyo. Kwa sababu Dimitri Pantev mwenyewe anapigiwa simu, anatoka mazoezini, hajui, haelewi. Hilo ni tatizo ambalo kiwasema kwa mimi ningeshauri Simba wanapaswa kuwa makini hapo. Kwa kikao cha jana kilichukua mambo mengi sana. Lengo na madhumuni ni kurudi vizuri kuanzia mwezi Januari baada ya AFCON, ama tukishatolewa Taifa Stars, kwa sababu si ligi yetu itakuwa inaendelea. Lengo na madhumuni ni kurudi kwa haraka ili kufanya vizuri. Ndio maana tarehe 15 kwa tetesi zilizokuwa nazo mimi, kuanzia tarehe 15 ya mwezi Desemba, kuanzia tarehe 15 ndio kocha mpya wa Simba, kuna uwezekano mpya akatangazwa au akaanza kufanya nini. Tetezi kaanza kuja mpaka tarehe 20, mpaka kufikia tarehe 20 kocha mpya wa Simba atakuwa ametangazwa, kwa tetezi zilizokuwa nazo mimi. Kabwit, umezungumza mengi kuhusiana na yaliyojadiliwa kwenye kikao cha Simba, lakini pia ya Simba ukiacha uongozi ambao tumeupigia sana kelele, wana matatizo yao, ila kuna shida zingine hizi mbili, wachezaji na mashabiki. Hii ni shida nyingine, wachezaji na mashabiki. Ukiacha uongozi, uongozi una shida zake ambazo ndio umesababisha mpaka Simba inafanya nini, inafanya vibaya. Lakini wachezaji pia na wenyewe wana shida kubwa. Kama maboresho yatafanyika kwa wachezaji, lakini bado kwa uongozi mambo akawa ndivyo sivyo, siri za timu zinavuja, viongozi hawapatani, unadhani itaenda kuleta tija yoyote? Haiwezi kuleta tija yoyote. Ili kwanza Simba ifanikiwe lazima uongozi uwe stable. Nishazungumza awali, lazima uongozi uwe stable. Uongozi uwe stable. Uwe imara kweli kweli, kuhakikisha kwamba masuala sijui ya klabu hayataki kutoka. Umeona? Hawataki kujivuruga au kuvurugwa na watu kutoka nje, kuanzia mashabiki mpaka wapinzani. Hilo uongozi unapaswa kwa hivyo. Lingine wanapaswa kuendeshwa na hisia za kishabiki, wanapaswa kuendeshwa na uweledi. Wao kama viongozi wanapaswa kuhakikisha kwamba wanaendesha Simba kwenye mitazamo ambayo inaweza ikawapa mafanikio zaidi huko mbeleni. Kufikiria hapa wanafanya nini, mbele panapokuja watafanya nini, na wanaenda kufanya nini huko mbeleni. Wanapaswa kufikiria kwenye engo hiyo. Lakini wakiendeshwa kwa miemko na hisia za kishabiki ama kelele kutoka nje, sidhani kama wanaweza kutimiza kile ambacho wamekipanga. Kwa hiyo inaanzia kwenye uongozi. Wachezaji ndio wanaitwa na uongozi. Wachezaji ukiwaangalia wengi wa Simba, narudia tena, ni wachezaji wa level ya kati. Sio vizuri. Salome, hata Yanga ni wachezaji wenye wa level ya kati ambao
inahitaji kocha ambaye ana uwezo wa kutengeneza project, yani kocha ambaye ana uwezo wa kuwatengenezea mazingira ya kucheza kitimu zaidi ili timu iweze kupata matokeo, kwa sababu sio wachezaji bora kihivyo, ila ni wachezaji wazuri ambao kwenye moments zile bora wanaweza kukupa matokeo mazuri, kama Azam ilivyokuwa. Hata wote hawa kina Faisal Salumu, wote hawa uwezo wao ni level ya kati. Hata Faisal Salumu angesajiliwa bilioni 1 point ngapi, bado na Yanga ingia Simba angekuwa ni mchezaji wa level ya kati. Hata uwe na Feitoto, hata umchukue sijui labda tuseme nani, labda umchukue nani tuseme, umchukue nani ambaye labda ni basi uwe basi hata na Pacome kwenye kikosi chako, labda uwe na Aziz Ki kwenye kikosi chako, bado hawa wachezaji wote ni level ya kati ambao kuna level akifika uwezo wao, ubora wao unaishia sehemu. Na ndio maana ni ngumu hawa wachezaji hata ukiwa nao kukupa taji la klabu bingwa barani Afrika. Hii elimu ambayo najaribu kuieleza watu sijui watanielewa. Mpaka kuna mmoja kitu kinaniuma sasa. Ipo hivi, Simba inahitaji wachezaji ambao wako kwenye level kubwa kukizi matamanio na matarajio ya mashabiki, ambao sasa kwa jinsi mimi ambavyo nikiangalia sio hawa sasa waliopo sasa hivi. Sio hawa waliopo sasa hivi, wakina Mutale, wakina nani, wakina Mkwala, wakina Kibu Dennis, umeona sio ili kupata huo ubingwa wa klabu bingwa barani Afrika. Hawa ni wachezaji ambao atakuja kocha atawatengenezea tu project kitimu na wakafanya kama jinsi alivyokuwa Fadlu Davis. Na ndio maana Fadlu Davis wakati msimu unaanza alisema aongezewe wachezaji ambao wana X factor. Wewe unafikiri kwa nini Fadlu Davis akuzungumza kwamba mchezaji ambaye ana X factor awe labda Messi au Ronaldo? Hapana. Mchezaji ambaye X factor Fadlu Davis alikuwa anataka hata wachezaji wa bilioni 2 hawa bilioni 3 hata 4 ambao wana uwezo wa kuamua matokeo. Kwa mfano ukienda Al Ahly ilibidi waingie mfukoni kwenda kumchukua na ndi Mahmoud Trezeguet ambaye aliwahi kupita Aston Villa, umeona. Lakini kama itoshi ilibidi wafungue pochi kumchukua Ahmed Zizou kutoka Zamalek kwa ajili tu ya kuwapa matokeo. Walienda kumchukua yule Mkroatia anaitwa Grand Star. Fungua pochi, yani zinatumika ni bilioni tu. Bilioni. Ndicho ambacho alichokuwa anakitaka Fadlu Davis, na ndio maana Fadlu Davis baadaye alipoona kwamba ili nifike kule ninapopataka nakupa sasa hii exclusive. Fadlu Davis baada ya kuona kwamba Simba hawawezi kusajili wachezaji kuanzia bilioni 2 kwenda mbele, ili sasa kuidevelop project iliyokuwepo. Narudia tena. Kuidevelop, yani si walishia finali. Mwalimu Fadlu Davis alikuwa anataka X factors ambao wana uwezo wa kuitoa Simba ilipo sasa kwenda next level. Fadlu Davis akaona kwamba siwezi kupata, na alinyimwa kwamba hawezi kufanya nini kupata. Alichokifanya Fadlu Davis, ilipokuja ofa ambapo wana uwezo wa kumpa kile anachokitaka, alifanya nini? Aliondoka. Hakuangalia nyuma. Mara ya kwanza kwani walimtaka Raja Casablanca. Kwa nini alikataa? Kwa sababu ilikuwa ni project alikuwa anatengenezea Simba Foundation. Project wale unaona wale wakina Jean Chalea huwa wakina Mutale, yani wachezaji wa project wale. Sasa alikuwa anahisi kuna sehemu Simba ikifika watamuongezea wachezaji kuanzia bilioni 3, bilioni 4, hata wachezaji watatu tu. Simba wanaweza kutumia bilioni 6 kuleta hata wachezaji watatu tu kwenye kikosi. Aliamini hicho. Alipoona hicho kitu hakifanyiki, ofa ilipokuja mara ya pili kutoka Raja Casablanca, akasema hapa sio pa kukaa. Nduki. Sio vizuri. Kwa maana kwamba Simba ni timu ya project. Ina maana viongozi wa Simba wao hawawezi kutoa hizo bilioni 2, bilioni 3 kwenda kusajili wachezaji ambao
wanategemea scouting. Kwa hiyo mwalimu yote mkubwa hawezi kuja akakaa Simba akadumu ama Yanga, ni ngumu. Ni ngumu. Kwa sababu ya mahitaji yao. Mahitaji yao ni makubwa kulingana na klabu. Kwa mwisho wa siku sasa Simba hapa ilipo inahitaji mwalimu ambaye atakayetengeneza project. Hao wachezaji waliokuwepo ni wa project. Sasa ili wakizi matamanio ya mashabiki. Wakizi kile ambacho mashabiki wanakitaka. Utawale tena mpira wa Tanzania. Kwa sababu tayari Yanga wapo kwenye level ya kati na wanaonekana